Kitabu cha Esta mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika, alizirarua nguo zake, akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Pia akafika hata mbele ya malango ya mfalme, maana hakuna awezaye kuingia ndani ya mlango wa mfalme hali amevaa magunia. Na katika kila jambo ambako amri ya mfalme na mbiu yake imewasili, palikuwako msiba mkuu wa Wayahudi, na kufunga na kulia na kuomboleza, hata na wengi wakalala juu ya gunia na majivu. Basi wajakazi wake Esta na wasimamizi wake wa nyumba wakamjia, wakampasha habari, naye malkia akahuzunika mno. Akampelekea Mordekai mavazi ili kumvika na kumwondolea gunia lake, walakini yeye asikubali. Amen. Tukae. Bwana apewe sifa. Amen. Kichwa cha somo cha siku ya leo kinasema kumtegemea Mungu ni maandalizi ya maisha yajayo. Kumtegemea Mungu ni maandalizi ya maisha yajayo. Wapendwa watu wa mtaa wa Ebenezer, tuko huku kwenu leo kama sehemu ya kujengana na kuimarishana, kutiana moyo na kuombeana nguvu katika maisha ya imani ya kumtegemea Mungu. Kama ambavyo msemaji katika safari yetu Mchungaji Male alivyosema, ni utaratibu wa mkuu wa jimbo amejiwekea kila mwaka kwenda kwenye usharika wa misioni, kule ambako anaona kwamba kuna hitaji watu kutiwa moyo, na anaenda na wachungaji wote kwa ajili ya kuwatia watu moyo. Kwa nini? Kwa sababu katika maisha ya imani, katika maisha ya ibada, kuna kuchoka, kuna kukata tamaa, na kuna majaribu, na kuna kila namna ya vita. Bahati nzuri katika siku ya leo tuliofika kwenu, ujumbe ambao tunaupata kwenye miongozo yetu ya ibada ndio unasema ya kwamba kumtegemea Mungu ni maandalizi ya maisha yajayo. Ningependa tutafakari mambo matatu hapa. Jambo la kwanza, kutegemea. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha kuna kutegemea na kujitegemea. Kutegemea tafsiri yake ni kutokuwa na uwezo wa kujitosheleza ama wa kujifanikisha. Kwa hiyo kutegemea ni kuhitaji msaada wa mtu mwingine ama kitu kingine ili uweze kutimiza haja ya moyo wako. Kwa mfano, mtu anapozeeka anakuwa hawezi tena mwili wake kujibeba kwa miguu, anaanza kutegemea fimbo. Kwa anatembea, maana yake anategemea ile fimbo ili atoke hapa aende chooni pale, anategemea ile fimbo. Mtu anapokuwa ni kilema, miguu yake inashindwa kumsaidia kutembea kama wewe au kukimbia, kwa anategemea kigari. Na mtoto akiwa mdogo hana uwezo wa kulipa ada, hana uwezo wa kununua nguo, hana uwezo wa kufanya chochote, anategemea wazazi wake, wazazi wamsaidie. Lakini anapokuwa akiwa mkubwa, inafika mahali sasa kamtegemee mtu, anaweza kujitegemea mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Na sisi kama wanadamu kuna viwango ambavyo hatuwezi kwenda bila msaada. Kiroho hakuna chochote mtu anachoweza kufanya bila Mungu. Kwa unapojiona uko hivyo ni kwa sababu ya Mungu. Wewe sio mtakatifu, lakini kwa neema ya Mungu uko hai.
wewe sio mwema, lakini kwa sababu ya huruma za Mungu unalala, unaamka. Wewe pengine watu wanakuona ufai, hata mwenyewe unajua ufai, lakini kwa jinsi tulivyo ni kwa sababu ya Mungu. Na hakuna kitu tunachoweza kufanya bila Mungu. Kwa hiyo sasa, ikiwa Mungu ndio chanzo cha kila kitu, ikiwa Mungu yeye ndo aliyetupa uzima, ikiwa Mungu yeye ndo ametupa kuwa hai, ikiwa Mungu ndo ambaye ametupa familia, ikiwa Mungu ndo anatupa ng'ombe, ndiye anatupa mbuzi, ndo anatupa kondoo, kama ni Mungu ndiye ambaye anatupa mazao, njegere tukalima, tukapata mahindi, basi ina maana ya kwamba yule ambaye anajua kukaa vizuri na Mungu wake ndiye ambaye ana uhakika wa kesho yake. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa sababu kadiri ambavyo unakaa vizuri na yule mtu ambaye ndiye mwenye nguvu za kukuwezesha, ndivyo ambavyo una uhakika wa kuvuka saa ambapo hauna wa kukuvusha unapofika mahali pagumu. Hallelujah. Na Mungu tunamhitaji wakati wa njaa, tunamhitaji wakati tunapita kwenye magonjwa, tunamhitaji saa ambayo kuna njaa ya majani kwa mifugo, tunamhitaji katikati ya kila namna ya vita. Sasa inabidi uwe karibu na Mungu ili saa ya shida usianze kumtafuta, umwambie Bwana, mbona umenyamaza na uko hapa? Hallelujah. Hallelujah. Maandiko yanasema wakati fulani wanafunzi wa Yesu wanasafiri na Yesu yuko kwenye boti, wakakutana na mafuriko makubwa. Yale mafuriko ya kidogo yawazamisha kwenye bahari. Ghafla wakakumbuka, mbona tunateseka hivi na jamaa yuko hapo chini? Wakaenda wakamwambia Bwana, mbona umenyamaza, tunaangamia na uko hapa umenyamaza? Yesu alipogutua kwenye usingizi, nini shida? Akanyosha mkono na mawimbi yakatulia. Kwa hiyo palitokea njia. Hallelujah. Palitokea njia kirahisi, palitokea msaada kirahisi, maana wa kusaidia alikuwa pamoja na wao ndani ya boti. Hallelujah, hallelujah. Kumtegemea Mungu ndio mwanzo au maandalizi ya maisha yajayo. Hakuna mtu anayejua kesho yake. Maisha yajayo ni yapi? Kuna haya maisha tunaishi sasa hivi ambapo pengine una hela kidogo. Kuna haya maisha tunaishi sasa hivi ambapo pengine una nguvu ya kutembea kwenda kule kuhangaika kupeleka mifugo Longido, kupeleka Kenya saa nyingine. Kuna haya maisha tunaishi sasa hivi ambapo mtu una nguvu. Lakini kuna maisha mengine ambayo hakuna ajua kesho yake. Hayo maisha usiyoyajua, ukianza kumtegemea Mungu sasa hivi wakati ambapo una nguvu, ni maandalizi ya Mungu kukusaidia saa ambapo hauna nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kumtegemea Bwana saa hii ni maandalizi wakati ambapo unaumwa ashuke akusaidie. Kumtegemea Mungu saa hizi ni maandalizi wakati ambapo kuna vita, wamekuloga, kuna nguvu za giza, Bwana ashuke akutetee. Maana ulishajiwekea akiba ya kumtegemea na kumtumainia. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma habari za Mordekai. Mordekai ni mtu ambaye alihudumu malangoni mwa mfalme. Na huyu mfalme ni mfalme ambaye alikuwa mfalme wao kwa sababu walienda kwenye nchi yake kama watumwa. Na huyu mfalme akamuoa Esther ambaye ni ndugu na Mordekai. Ikafika mahali watu wakaona wivu. Wakaona wivu juu ya maisha ya Waisraeli. Na waliwaonea wivu kwa sababu ya msimamo wao katika Mungu wao. Hallelujah. Wale watu wa ile nchi walikuwa hawamwabudu Mungu aliye hai. Wale watu wa ile nchi waliabudu chochote ambacho kilitangazwa kuwa kitu cha kuabudu. Na kwa kuwa yuko mtu mmoja anaitwa Haman, aliona wivu juu ya Waisraeli, aliweka utaratibu ya kwamba kuanzia leo watu wamwabudu mfalme. Akasema ambaye hata mwabudu mfalme, huyo mtu atundikwe kwenye mti au wawe. Na wote akatoa fedha. Akatoa fedha akasema kwamba mimi nitagharamikia wauaji wote. Hallelujah. Maandiko yanasema katika kitabu cha Esther mlango wa 3 mstari wa 9. Basi mfalme akaona vyema iandikwe kwamba waangamizwe, nami nitalipa talanta 10,000 za fedha mikononi mwao watakao simamia shughuli hiyo, waziweke katika hazina ya mfalme. Hallelujah. Hamani anasema hivi, mimi nitalipa
nataka Waisraeli wauliwe wote, mimi nitalipa. Gharama zote za wauaji mimi nitalipa. Sikiza niwaambie kitu. Kuna saa mtu anaweza akakuchukia, akaenda kwa mganga akasema mimi nitatoa hata ng'ombe 10 lakini familia hii fulani ife. Kuna saa mtu anaweza akawachukia, akasema labda mimi nitahakikisha kwamba watu wanateketea kabisa. Kwani ni shilingi ngapi? Nitalipa. Yuko mtu mmoja ambaye alisimama kwa jeuri ya pesa, anataka watu wengine wauliwe. Lakini maandiko yanasema kwamba Waisraeli walipopewa hizo taarifa, hawakula hawakunywa, walivaa magunia, wakajipaka majivu, wakamlilia Mungu wao, wakasema Mungu hapana, hatutakufa. Haleluya, haleluya. Bwana pewe sifa. Maandiko yanasema Mordekai sasa akiwa amevaa gunia lake akakatiza mjini, akafika mpaka kwa mfalme. Aini sheria zilikuwa zinasema haruhusiwi mtu kuingia na magunia kwenye nyumba. Mnafahamu nyumba za matajiri. Saa nyingine tukienda wanatuambia tuvue na viatu vyetu vizuri. Na kule kwa mfalme kulikuwa kuna kanuni za kuingia. Ilikuwa kunatakiwa uingie na aina fulani ya nguo. Kama ambavyo kuna mialiko mingine ukipewa inabidi uende na suti, kama mimi nilivyokuja na suti yangu inafanana na kina Abraham. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Mordekai akaenda kwa mfalme, lakini akashindwa kuingia kwa sababu alikuwa amevaa gunia. Na Esther akasema huyu mtu amekuja kuna nini? Akatuma mtu aulize. Mordekai akamwambia, mwambie Esther tumeandikwa kuuawa wote, lakini sasa mimi nimekuja atusaidie, maana yeye si mke wa mfalme. Yeye amenyamaza huko wakati na yeye ni Myahudi mwenzetu, tutauawa na yeye atauawa. Yule Esther akasema Mungu wangu, sasa mimi nitafanyaje? Maana haturuhusiwi kwenda kwa mfalme isipokuwa mfalme huyo amekupa nafasi. Kwa lugha nyingine, kuna sehemu huwezi kwenda mpaka uwe na appointment, wanasemaga mpaka uruhusiwe. Anakuambia sitakuwepo, njoo tarehe fulani. Kwa hiyo Esther akawa anasema sina appointment ya kwenda kwa mfalme, hii ni siku ya 31, nitaendaje? Lakini Esther akakumbuka ya kwamba ukimtegemea Bwana kuna jambo gumu linaloshindikana. Haleluya. Akawaambia Waisraeli, sina appointment na mfalme, lakini nina appointment na bosi wake. Haleluya. Bwana pewe sifa. Saa mwanadamu anakuangaisha, usibabaike, wewe zungumza na mwenye huyo mwanadamu. Saa ambapo mwanadamu amekuwekea ukuta, usihangaike, wewe sema na huyo aliyemuumba huyo mwanadamu. Saa ambapo mwanadamu amekataa kukusaidia, usiumie, ongea na huyo aliyempa pesa huyo mwanadamu. Na ndivyo alivyofanya Esther Malkia. Akawaambia Waisraeli, sina appointment na mfalme, sina kibali cha kuingia kwa mfalme, lakini nina appointment na bosi wake, na ina kibali cha kumwendea bosi wake ambaye ni Mungu aliye hai. Haleluya. Biblia inasema akawaambia sasa, jamani, nyie mmeshaanza kufunga na kuomba kuvaa magunia, ninaomba muongeze. Kama mlikuwa mnafuturu jioni, saa awamu hii tusifuturu jioni, kuanzia leo mpaka siku 3 ziishe tuendelee kuomba na kufunga. Akawaambia lakini sio nyie tu, na ng'ombe zote na mbuzi zote na kondoo zote zisile chochote. Tunataka tuseme na Bwana aliye hai. Haleluya. Bwana pewe sifa. Waisraeli wakapatana, tumeandikiwa kufa na wanadamu, lakini tunamjua huyo Mungu aliyewaumba wanadamu, hatutakufa, tutaishi. Kwa hiyo kuliko tuwawe, acha tusile, hatutakula chochote mpaka tuone Bwana ametujibu. Haleluya. Wakaanza kuomba siku ya kwanza, wakaomba na siku ya pili, wakaomba siku ya 3, Mungu hajajibu chochote. Esther akasema bado sijaona majibu kwa Mungu, lakini ninaenda, mfalme akiniua haya, akinisikiliza haya, ili mradi tumeagana na Bwana wa majeshi aliye hai, ninaenda. Haleluya. Bwana pewe sifa. Wakaenda kwa imani kuu. Esther akaenda. Esther alivyoenda, mfalme hakuuliza una appointment ama hauna, kwa sababu Esther hakwenda yeye kama yeye. Inaonekana alienda na jeshi la malaika, inaonekana alienda akiwa amefunikwa na uwepo wa Mungu. Alipoingia kwenye malango ya mfalme, sio Esther alikuwa anaogopa kuuawa, bali mfalme aliogopa kulikoni huyu mwanamke amepata wapi ujasiri wa kuingia kwenye malango yangu kwa staili. Haleluya. Kuna viwango ukimtegemea Mungu anaondoa woga ndani ya maisha yako. Kuna viwango ukimtegemea Mungu anawatisha maadui zako. Kuna viwango ukimtegemea
Mfalme akamwambia Malkia, kuna nini rafiki yangu umekuja kwa namna hii? Akasema, mfalme, wewe umetulia katika malango yako, lakini mimi na watu wangu tumeandikiwa kuuawa kwa kunyongwa, kwa kutundikwa juu ya mti. Ninasema kwa ufupi, ijapokuwa Esther hakueleza haja yake kwa ile siku. Alisema, Bwana mfalme, ninaomba niandae karamu, nimekuja kukualika, nina kasherehe kangu, ninaomba mfalme uje, na naomba mfalme usije peke yako, uje na yule msaidizi wako, waziri mkuu wako ambaye anaitwa Naaman. Biblia inasema ya kwamba mfalme akafurahi, akasema, mimi nilifikiri kuna shida, kumbe ni sherehe tu, tutakuja tupige kapilao. Mfalme akamwambia, tutakuja. Na Naaman adui yao alipopata habari hakupata akili. Sikiliza, kuna namna Mungu asipofungua akili yako, hata kama unapelekwa machinjoni hautajua, lakini wale wamjuao Bwana kwenye hatari wanajua na wanaikwepa hatari kabla haijawakamata. Haleluya, haleluya. Naaman alipigwa bumbwazi la moyo, hakuelewa kwamba anapelekwa kwenye hukumu. Akarudi nyumbani akashangilia kwa mke wake, akamwambia, mke wangu mpenzi, nimealikwa tena. Umealikwa? Nimealikwa kwa Malkia. Yaani huo mwaliko ni mimi na mfalme tu. Naaman akatoka nyumbani ana furaha, amealikwa. Na walipofika baada ya kupiga msosi, Esther akaulizwa, sasa chakula chote hichi unahitaji lolote? Esther akasema, Bwana, ninahitaji. Kuna mtu mmoja katikati yetu hapa anataka kuniua mimi na ndugu zangu. Mfalme akakasirika, ni nani huyo? Akasema, ni huyo jamaa. Haleluya. Sherehe ikabadilika kuwa msiba kwa Naaman, na sherehe ikawa sherehe maradufu kwa Esther. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Esther akaeleza haja ya moyo wake. Kabla ya hapo kwanza, Naaman aliambiwa kuna kitu mfalme anataka kumfanyia yule mtu ampendaye. Akaulizwa, Naaman yule anataka kuua Israeli. Akaulizwa, hebu niambie, yule mtu ambaye mfalme anampenda sana afanyiwe nini? Naaman akasema hivi, yule mtu ambaye mfalme anampenda sana aandaliwe mavazi mazuri, avalishwe na pete ya kifalme, avalishwe na crown, ile kilemba. Alafu huyu mtu aandaliwe farasi mzuri, ampakie. Alafu huyu mtu atembee mbele yake, atangulie mtu mmoja akipaza sauti akisema, huyu ndiye mtu ambaye mfalme anampenda sana, mheshimuni. Yaani atembee akisifiwa sifiwa. Hasa Naaman hakujua ni nani huyo. Baadaye Naaman akaambiwa, huyo mtu sasa ni Mordekai. Kamwandalie Mordekai kama ulivyosema. Haleluya, haleluya. Siweza nikwambia kitu, kumtegemea Mungu ni mwanzo wa maisha mapya. Kazi ya Mordekai ilikuwa ni kufungua geti la mfalme, lakini kwa sababu alimtegemea Mungu aliandaliwa kifo na mauti. Alipoendelea kumtegemea Mungu kwa kufunga na kuomba, Bwana akamtoa kwenye geti, akamweka juu ya farasi, akatembezwa mji mzima akitangaza ya kwamba huyu ndiye mtu anayependwa na mfalme. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mfalme Daudi alisema, wamechimba mashimo watatumbukia wenyewe. Mfalme Daudi alisema, mitego amenitegea itawanasa wenyewe, nyavu alizonitegea zitawanasa wenyewe. Haleluya, haleluya. Na maandiko yanasema Naaman, kila mtego aliotega ulimkamata yeye, na ule mti alioandaa wa kumuua Mordekai alinyongwa hapo yeye, kwa maana kumtegemea Bwana ni mwanzo wa maisha mapya. Haleluya, haleluya. Usiogope watu wakikutukana, maana inawezekana wakati wanakutukana hapo hapo Bwana atabadilisha maisha yako. Usiogope wakati umepata hasara, maana inawezekana Mungu amekuandalia kujitukuza kwenye hasara ulionayo. Usiogope kama ukishambuliwa na magonjwa, Mungu anaweza kumuinua mtu mnyonge, mtu aliye mgonjwa kitandani, akamuinua juu, akamponya, akaketisha pamoja na wakuu. Haleluya, haleluya. Na hii inakuja kutokana na kiwango chako cha kumtegemea Bwana. Bwana apewe sifa. Yesu akasema, namna hii haiwezekani ila kwa kufunga na kuomba. Haikuja kirahisi mpaka Israeli waliposema, hatuvai tena hizi nguo, tunavaa magunia, tunataka tumuone Bwana. Hatuli tena hichi chakula, hata tukae na njaa mpaka tumuone Bwana.
Kwa hiyo hii nataka saa moja mtu ajikane aseme starehe hizi sizitaki tena. Nataka nikuone Yesu kwenye hii familia ngumu. Starehe hizi sizitaki tena. Nataka nikuone Yesu ukiniponya. Sitaki tena kudharauliwa. Acha nijitese mpaka nimuone Bwana amenitoa kwenye mateso. Haleluya. Haleluya. Wamtumainiao Bwana, Biblia inasema ni kama mlima Sayuni ambao hautikisiki, wakaa milele. Kama Bwana anavyozunguka Yerusalemu, ndivyo ambavyo, kama milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo ambavyo Bwana anawazunguka watu wake. Haleluya. Hauko peke yako. Mwambie mwenzako hauko peke yako. Msaada wa Bwana uko juu yako. Haleluya. Nataka nimalizie. Huyo ambaye tukimtumainia anaweza kuibadilisha kesho yetu, anaitwa Niko, ambaye Niko maana yake anakuwa Mungu kulingana na nyakati ulizo nazo. Wakati ambapo waliwatupa Shadraka, Meshaki na Abednego kwenye tanuru la moto, Mungu aliwageuza wakawa moto kama ule moto. Kwa hiyo ule moto ikawa ni sura ya Mungu na watu wa Mungu wako katikati ya moto. Haleluya, haleluya. Maandiko yanasema kwamba yeye anajitambulisha, mimi ni Mungu, ni moto ulao. Huo moto ulao ulipoingia kwenye tanuru, ulikula makali yote ya moto, ukapoza moto na ukawa ni moto baridi kwa watu wake. Haleluya, haleluya. Ukimtegemea Mungu, ukipita katikati ya moto, wewe pia utageuka kuwa moto, utakuwa kitu kimoja na hiyo moto. Haleluya. Biblia inasema kwamba Danieli walipomtupa kwenye tanuru la simba, wale simba waligeuka sura, wakaacha kuwa simba wa porini, wakawa simba wa kabila la Yuda, Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya, haleluya. Na Danieli alipotupwa kwenye tanuru la simba, alikuwa amefunga, na simba nao wakavaliwa na roho ya kufunga, na wao wakafunga, wakaacha kula msosi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu ni Niko, ambaye Niko anaweza kugeuza simba wenye njaa wakashiba uwepo wake, wakakaa wakiomba pamoja na wewe. Anaweza kugeuza moto usikuteketeze, ukashangilia katikati ya moto. Amwaminie Bwana hata tayarika, maana aliye ndani yake ni mkuu kuliko vita inayotoka nje. Haleluya. Bwana apewe sifa. Watu wa Ebeneza, Roho Bwana anasema na ninyi siku ya leo, mtegemee Bwana, usikate tamaa. Haleluya. Mtegemee Bwana hata kama mambo hayaendi, usikate tamaa. Mtegemee Bwana hata kama adui zako wanatisha kama nini, mtegemee Mungu. Usitishwe na wakuu, usitishwe na mchawi, usitishiwe na mganga, usitishiwe na laana. Mtegemee Bwana, yeye yuko juu ya mambo yote. Haleluya. Tusimame. Hope living storm.